Niwahakikishie Watanzania, serikali imejipanga kutekeleza yale yote ambayo Mheshimiwa Rais aliyasema, na leo hii kwenye mjadala ambayo waheshimiwa wabunge wametoa, wametuongezea sisi serikali nyenzo ya kutekeleza yale ambayo Mheshimiwa Rais ameyaonesha kama dira ya uelekeo wa serikali ya awamu ya 6 kwa kipindi chake cha pili. Wala tusitolewe kwenye uelekeo na wale wasioitakia mema nchi yetu. Wapo watu ambao hawajashiriki wala kufuatilia utengenezaji wa dira yetu ya taifa. Ni wataarifu kwamba dira yetu ya taifa kwa mara ya kwanza imetengenezwa kwa kukusanya maoni ya Watanzania kote mpaka mikoani. Kwa hiyo ni dira yao ambayo wameiandika wakitaka kuonesha ni wapi wanataka nchi yetu iende. Na sisi upande wa serikalini tumejidhatiti katika kutekeleza. Ni watoe hofu waheshimiwa wabunge na waheshimiwa wa Tanzania kwamba dira hiyo itaenda kutekelezwa na ilani itaenda kutekelezwa, na utekelezaji utatumia fedha zetu, na kama ambavyo mmeona katika siku za hivi karibuni makusanyo yameongezeka. Juzi kwenye ripoti ya mamlaka ya mapato walionyesha rekodi mpya ambayo haikuwahi kufikiwa ya makusanyo katika kipindi cha miezi mitatu iliyokuwa imepita kuanzia Oktoba kwenda Disemba, zaidi ya trilioni 9.8. Na muda mfupi Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI ametuambia makusanyo kuhusu taarifa ya makusanyo kuhusu makusanyo ya serikali zetu za mitaa, na yenyewe ikiwa rekodi mpya zaidi ya trilioni 1.2, na malengo ikiwa ni kuboresha kwenda mpaka trilioni 2. Kwa hiyo miradi itakwenda kutekelezwa. Lakini si hivyo tu, tulipotunga dira tumebainisha mle ushiriki wa serikali na sekta binafsi. Mheshimiwa Spika, tunapokwenda kwenye utekelezaji, wale ambao hawakushiriki kwenye uandishi wa dira watumie muda kusoma kile kilichoainishwa kwenye dira yetu ya taifa. Tutashirikisha serikali pamoja na sekta binafsi. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea kufanyia kazi, tutaleta mapendekezo ya kuangalia upya sheria yetu ya manunuzi pamoja na sheria ya PPP ya ubia kati ya serikali na sekta binafsi. Yote hiyo ikiwa inalenga kuongeza nguvu kwenye nchi yetu ya utekelezaji wa miradi. Tuna miradi ambayo imebainishwa kama ambavyo nimetoka kusema, imebainishwa na ilani yetu ya uchaguzi, na mingine imebainishwa kwenye mipango yetu ya maendeleo. Kwa hiyo tutakwenda kuitekeleza ili Watanzania waweze kupata manufaa na utekelezaji huo wa miradi uweze kuwapa manufaa makubwa.